Ni kusalimu rafiki yangu popote unapoendelea kunisikiliza na kunifuatilia. Leo tuna topic inasema kama usifumbue mdomo wako kwa mtu yeyote. Mungu anapokuonesha ndoto hizi zifanye siri. Tunaona kwenye kitabu kitakatifu cha Mwanzo sura ya 37 mstari wa 8, tunaona Yusufu kilichomkuta baada ya kufungua mdomo wake na kutoa siri za Mungu alizompa, na ni mambo mangapi alimkuta. Maandiko yanasema ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa ajili ya maneno yake. Lakini mstari wa 9 maandiko yanasema akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake akasema, angalia, nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zinaniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukusujudia hata nchi? Lakini ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Unaona Yusufu, mambo hayo yanaonekana na anayataja, lakini yanaleta giza, yanaleta vita. Ndio maana ikampelekea kuja kurushwa kwenye shimo la takataka. Ndio maana ikampelekea kuja kuuzwa kama mtumwa kwa vipande 20 vya fedha, mpaka anakuja kujikuta kwenye nyumba ya Potifa huko Misri. Lakini njia hiyo ilikuja ni njia ya baraka ambayo ilikuja kumtoa kwenye gereza na kumpeleka kuwa waziri mkuu kwenye nchi ya Farao. Lakini huo, kumbuka, ulikuwa ni mpango wa Mungu. Lakini wewe kuna vitu vingine utafichua, lakini si mpango wa Mungu, na adui utakuwa umempa nguvu. Kumbuka kilichomtokea Samson baada ya kufichua siri za nguvu yake, ambao ilikuwa ni agano la Mungu, akafichua kwa Delila. Ni nini kilichomtokea? Baada ya kunyolewa zile nywele vifungu 7 au vishungi 7, nguvu zikamuisha, akaja kutobolewa macho na akaja kufa akiwa katika hali isiyofaa. Lakini kwa nini? Alifichua siri. Na wewe unapoota ndoto hizi ambazo zinahusiana na baraka za Mungu, usifichue. Kwenda unaona matunda, unaona wewe ni nabii au ni mtumishi au ni mfanyabiashara mkubwa, unaweza kuwafichulia ndugu zako au wafichulie jamaa zako au mwenzi wako, lakini kumbe yule unayemwambia ni adui yako. Kumbuka adui wa mtu ni wa nyumbani kwake. Kumbuka aliyemhusudu nani? Aliyemhusudu Samson ni nani? Ni Delila, mtu wa karibu. Aliyemhusudu Habili baada ya kuonekana yeye ametoa sadaka njema ya kupendeza ni nani? Ina maana ni ndugu yake Kaini. Aliyemhusudu, aliyetaka kumuua Yakobo ni nani? Ni Esau. Aliyetaka kumpindua baba yake ni Abisalom, ambaye ni mtoto wake kabisa, akataka kumpindua Daudi. Aliyetaka kumuua Sauli Daudi ni nani? Ina maana wanza waliomchukia ni ndugu zake, lakini aliyetaka kumuua ni Sauli, ambaye alikuwa ni kama mfanyakazi wake. Daudi alikuwa ni mfanyakazi wake. Kwa hiyo maisha ya duniani, usifichue siri zako na nguvu yako, na asilimia kubwa maadui wanaanza pambanisha tunapofichua siri za baraka, lakini pia na tunapofichua udhaifu wetu, na pia vita tunayopambana nayo kwenye ulimwengu wa roho. Kuna wakati utamwambia adui kwamba nimeshinda vita hii kwenye ulimwengu wa roho, kumbe umemshinda yeye. Kwa hiyo ataanzisha vita kubwa zaidi. Na mimi hayo, kuna kipindi aliwahi kunikuta, na wewe usikubali. Yusufu yamemkuta, Daudi yamemkuta, Samson yamemkuta, na watu wengi kwenye Biblia yamemkuta, na wewe usikubali kuzidi kukukuta. Zidi kuwa msiri wa maono yako na ndoto yako, na kupa uhakika utashinda na zaidi ya kushinda. Na wapenda, God bless you, be a shining star in Jesus name. Shalom.